Prophet Josephat Gwajima amekuja na zaidi ya uthibitisho, yani akizungumza kwamba kwenye swala zima la utekaji kumekuwa na zaidi ya watu 83 waliopotea katika mazingira ya kiutatanishi. Sasa swali ambalo kwake yeye anaona kabisa kwamba miaka inazidi kusonga, taifa linazidi kusonga, ni kwa nini haya matukio baada ya kupungua yanazidi kuongezeka, yani idadi inazidi kuwa ndefu na mkeka unazidi kuwa mkubwa kabisa wa watu walioweza kupotea. Sasa ni swala ambalo pengine kwa sasa unaweza usilichukulie kwenye maana kubwa sana, kwa sababu haijakutokea na hujalipata kwa mtu wako wa karibu, lakini endapo likamtokea mtu wa karibu na ukaona kabisa kwamba ni swala ambalo pengine limemtokea mtu wako, ni aidha ni mtoto wako ama baba yako mzazi, basi huenda jambo hili ukalichukulia katika umanani. Ni taarifa ambayo iliweza kuzungumza na vyombo vya habari, na huku akiweza kuweka bayana kabisa kwamba ni swala ambalo kwake yeye amehisi ni wakati sahihi wa kuweza kuzungumza na Watanzania waweze kuelewa kwamba ni namna gani ambavyo amekuwa akikerekwa na swala kama hili la utekaji wa watu tofauti ambao limekuwa likiwakumba kwa baadhi ya vyama pinzani, lakini pia hata kwa watu wengine ambao wamekuwa wakijitahidi kutoa maoni katika serikali yetu ya Tanzania. Ni swala ambalo limekuwa likiwaumiza sana watu wa karibu, hata kwa hili sakata ambalo sasa hivi watu wengi baada ya sakata la mwisho la kumfree hapo Mdude Nyagali ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo anayepatikana katika jiji la Mbeya. Sasa kiwalisia ni moja ya mtu ambaye kila moja kwa sasa hivi bado hajapata ile full information na kujua ni kimemtokea nini, ama mpaka sasa hivi kilichokuwa ambacho kinaendelea kwa Mdude Nyagali ni kitu gani. Na hata kwa watu tofauti ambao tayari pia na wao waliweza kupotea katika mazingira ya kutatanisha, wakina Deodatus Soka ambaye pia na wao wapo kwenye listi, lakini pia na wakina Mwamba Chaula ambaye pia na yeye aliyeweza kuonekana kabisa kwamba na yeye amepotea katika mazingira ya kiutatanishe, na baadhi ya watu tofauti ambao tupo nao katika listi hiyo, ikionyesha kabisa kwamba Mwamba Prophet Gwajima ambaye ameonekana kuchukizwa, na ndio maana ameweza kuibuka na kuzungumza na serikali kwamba waweze kujua na taarifa hiyo waweze kuipata na kusikiliza, ili mradi kama kuna sehemu ya kurekebisha. Haya masuala ya umwagaji damu na masuala ya utekaji yameendelea kuwa too much katika taifa la Tanzania, linatia aibu na linaendelea kuonesha kabisa kwamba taifa la Tanzania haliko vizuri kwenye idara ya usalama na idara ya ulinzi kwa taifa la Tanzania. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa sasa, na tunategemea kuona ni nini mwafaka wa hiki kilichoweza kuzungumzwa kwenye nukuu ya Prophet Josephat Gwajima ambaye pia ameweza kutoa idadi ya zaidi ya watu 83 waliweza kupotea katika mazingira ya kiutatanishi.